Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Tunampongeza sana Rais Felix Tshisekedi kwa uamuzi aliyouchukua wa kuruhusu Urusi waingie ndani ya Kongo kwa ajili ya kuwasaka waasi wanaosababisha amani ya Kongo isiwepo. Hili ni jambo ambalo ni zuri mno, na kwa taarifa tu ni kuwa tayari hawa Urusi wako ndani ya Kongo, hususan kwenye mji wa Kisangani, ambapo mji wa Kisangani nakumbuka uko karibu na mji wa Walikale. Na basi mambo yanaendelea kwa namna hiyo, kwa sababu tuko tunajiuliza imekuwaje leo hii rais wa Kongo anataka awape wa Marekani madini, alafu wao walete kambi zao za kijeshi kwa ajili ya kuja kupambana na makundi haya ambayo ni makundi ya kigaidi. Mimi naweza kusema hivyo kwa sababu mtu yeyote anayesababisha ukosefu wa amani, mtu anayebaka watoto, mtu anayelawiti watoto, mtu anayeua watu, huo ni ugaidi. Yani tusifiche sana, huo ni ugaidi. Kwa hiyo ni vikundi ambavyo vimejitangaza kuwa ni vikundi vya waasi, lakini shughuli wanazozifanya ni shughuli za kigaidi, kwa sababu hata kama umesikia madai yao kuwa tunataka tuipindue serikali hii ya Felix Tshisekedi kwa sababu serikali hii haifanyi vizuri, lakini matokeo yako tofauti na the way ambavyo wanavyofanya. Nikupe mfano mmoja, mfano kama pale Goma unaona M23 na AFC chini ya huyu Colonel Nangaa walisema kuwa tunataka fanye mambo yakae sawa, kila kitu kikae vizuri. Kwa sasa media zikawa zinawarekodi, wanaenda mtaani, wanafanya usafi, wamekusanya makusanyiko makubwa ya watu na nini. Hiyo yote ilikuwa ni kuwa blind watu, kwa hiyo watu waweze kujua kuwa kumbe hawa wako vizuri. Haya, mwisho wa siku tukaona kuna kundi la jeshi la polisi wamejiunga na wao na M23. Watu tuanza kujiuliza ni nini, lakini kiukweli kwa hali ilivyo Goma, hali sio shwari kabisa. Hilo ndio ukweli wenyewe. Lazima tuweze kuongea ukweli. Hali ilivyo katika mji wa Goma, hali sio shwari kabisa, kwa sababu hamna polisi pale. Na sasa hivi we raia kama una mali yako unachunga we mwenyewe, kwa sababu hakuna polisi. Na watu wengine wakijitolea wafanye hiyo kazi ya kulinda, hawa ndio wanakamatwa, wanaanza kupigwa, wanaanza kutandikwa fimbo na mambo kadha wa kadha. Haya, kuna mtoto mdogo tu, si miaka 9 yule, alikuwa anaimba mambo ya uzalendo, anaimba tuipende Kongo. Yule mtoto ameuawa, ni mtoto wa miaka 9 tu. Hii tunaongelea ni Goma. Ukiachana na hilo, ndugu zetu walioko Goma ndo wanayaongea haya, kwa sababu hii usije ukasema nyinyi mnatunga. No, sio tunatunga. Ndugu zetu walioko pale Goma ndio wanayaongea haya. Haya, unaambiwa wakati mwingine ndio vile tena unakuta watu wamekufa hapo, mpaka watu wamezika maiti mpaka wamechoka. Imagine watu wanakufa, mnazika mpaka mnachoka. Na unajua wenzetu wa Kongomani, Mungu amewasaidia, wako wengi. Wakongomani wanazaliana. Sio jambo la ajabu kukuta familia moja ina watoto 13, 14 mpaka 15. Hiyo ni familia moja. Kwa hiyo ndio maana sasa wakuta wakati mwingine wasema hawa wamefia kwenye kambi za jeshi za waasi, alafu kwenda kuchukua mwili wa ndugu yako ili uende ukauhifadhi mwili ule, bado utaambiwa kuna pesa ya kulipa. Imagine wamemuua wao wenyewe, wewe kwenda kuchukua maiti ili uende ukazike, unaambiwa kuna pesa ya kulipa. Haya ndio mambo yanayoendelea katika taifa la Kongo. Kwa hiyo sasa waasi wakawa wamedai kuwa wanataka waende wakamchomoe Felix Tshisekedi. Haya, Tshisekedi mnaenda kumchomoa, yeye anafanya haya yote kweli? Mauaji haya ya namna hii? Maana uwaga watu wasema ngoja tukamtoe mtu ambaye anasababisha ukosefu wa amani katika taifa. No. Tshisekedi yuko tu pale, anaongoza, ni rais wa watu, yuko tu pale. Lakini sasa ndio mambo haya ambayo yamekuwa yanaenda namna hiyo. Na kwa taarifa nyingine ni kuwa wazalendo walifika mpaka nyumbani kwa Colonel Nangaa
Yani akashangaa tu, pamoja na ulinzi mkubwa alionao, akashangaa hawa wameibukia hapa. Na nitakupa sifa ya wazalendo, kwa sababu ukiongelea wazalendo pia unaongelea kabila la wanajiita Wabembe au wanaitwa Wabembe katika taifa la Kongo, kwa sababu Kongo ina makabila mengi, lakini kuna Wabembe. Wabembe wako hata huku Tanzania pia. Kumbuke upande wa Kigoma Wabembe tunao pia. Okay? Na hii ni kwa sababu ya ile mipaka ile ya wakoloni. Kwa hiyo kagawa jamii zingine, unakuta ni kabila hilo hilo liko huku liko na huku. Ni mfano wa Tanzania na Kenya. Unaona kabila hilo la Wamasai liko Kenya, liko Tanzania. Wameru pia wako Kenya, wako Tanzania. Au Wamakonde upande wa Msumbiji na Wamakonde upande wa Tanzania. Ni vitu vya namna hiyo kwa sababu ya ukoloni. Wakoloni hawakuzingatia jamii za watu zilizoko ndani, lakini mwisho wa siku sisi ni Waafrika, tunatakiwa tuje pamoja. Sasa mkianza kuona tena Waafrika wenzenu wameanza kuwaua Waafrika wenzao, hapo kuna tatizo. Ndio maana hasa haya yote hatupendi vita viendelee katika taifa la Kongo, lakini sasa tutafanya nini? Maana bado vita bado vinaendelea ndani ya taifa hili, taifa la ndugu zetu wa Kongomani. Kwa hiyo ndio maana hilo liko namna hiyo. Sasa ni kuwa wazalendo hawa walijikuta tu, yani Colonel Nangaa amekaa pamoja na ulinzi aliouweka, nakuta hawa wametokea. Wakamwambia, sasa sikiliza, kuna mambo mawili. Tukuue au uwe unatupa siri za ni nini kinachopangwa huko. Yani yeye mwenyewe alishangaa. Sasa andika hapa, wakaandikiana, baada ya kuandika akashangaa tu wamepotea. Kwa sababu unaambiwa wale wanatumia njia zote. Iwe ni ndumba, iwe ni uchawi, iwe ni njia za asili. Ndio maana mliona juzi hapa huko kwenye mji wa Baraka huko, mliona wamama fulani hivi, wamama 3 na mwanaume mmoja, wakiwa wako uchi wanafanya mazindiko kumzindika General William Amuri Yakutumba kuwa huyu ndio amechaguliwa na Mungu, na wazee wamemkubali huyu kuwa huyu ndio anaweza akaiongoza Kongo. Kwa haya ni mambo yaliyoko hapo katika taifa hili la Kongo. Ndio maana tukakuambia wazalendo pia wameingia pia upande wa Goma, ila hawataki kuleta taharuki sasa ile ya kuwa waanze kupigana moja kwa moja. Wanaogopa kuwa mauaji mengi yatatokea pale, na watakaohudhurika ni raia wasiokuwa na sababu, kwa sababu nyinyi mnapopigana huko, raia huku ndio wanaoteseka bila kujali huyu ni jamii ipi au huyu ni jamii ipi. Kwa hiyo ndio maana wazalendo wako pale, lakini ni kimya kimya. Wamesema wao watatumia njia za asili kama vile nyuki. Umeona nyuki wanatumika kabisa, yani wanatumwa mahali hivi, washangaa tu watu wanaanza kung'atwa na hivyo. Kwa hawa ndio wazalendo, na wazalendo hawa kumbuka utakuwa unaongelea makabila haya ambapo kuna Wabembe, umeona kuna Wafililu, kuna watu gani tena wengine, kuna Wamanyema. Haya makabila haya ndio tunaongelea, kwa sababu wale ndio wako pale, ndio waliozuia pia wa M23 wasiweze kusonga mbele kuelekea upande wa Kinshasa, ambako walikuwa wanataka kwenda kumpindua Felix Etienne Tshisekedi, rais wa Kongo aliyechaguliwa kidemokrasia kabisa na kihalali kabisa. Yeye ndiye rais wa Kongo, lakini wakasema tunaenda kumpindua. Na ubaya zaidi, Colonel Nangaa ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi miaka hiyo, wakati wanamtangaza Tshisekedi kuwa huyu ndiye mshindi wa uraisi wa Kongo. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Sasa ni kwamba kumbuka pale Kinshasa, sasa Kinshasa unaambiwa M23 wao wako nje ya ikulu, lakini wazalendo wao wapo ndani ya ikulu, ambao wazalendo ndio waliomwambia Felix Tshisekedi kuwa mzee, usiogope, sisi tuko hapa na tutakulinda. Lakini akaambiwa, mfano wasikia kazi kubwa iliyofanyika mpaka kushawishi rais wa Kongo kukubali sasa Urusi waweze kufika pale, ni kazi ya Jean Pierre Bemba ambaye ni waziri katika serikali ya Kongo, lakini pia na huyu ndugu yetu Constantine Mutamba. Hawa ndio walioshauri vizuri sana, kwa sababu nasikia wazalendo walimwambia mzee, sasa unajua ukisema ulete wa Marekani hapa, watu hata unaweza ukapata madhara, wanaweza hata wakakuua, kwa sababu watu wanawajua wa Marekani ndio wamekuwa, kama kweli wewe ni mzalendo inabidi tukubaliane na upande wa Urusi. Na ndio maana sasa ikawa ile safari ya kuelekea
mahali kwa Constantine Mutamba, waziri wa sheria na katiba ndani ya taifa la Kongo, alipoenda Mali, kwa sababu kule Mali kuna ujumbe wa Urusi. Kule Mali ndiko ambako Urusi pia ameweka makao yake, lakini Mrusi ni mtu ambaye yeye ni mpambanaji kweli na mpiganaji kweli wa makundi ya kigaidi, tofauti na Wamarekani. Marekani wenyewe tumewahi kuona hata ushahidi wakiwa wanakiri wao wenyewe kuwa makundi mengi ya kigaidi wao ndo wamekuwa wakihusika nayo kuyatengeneza. Makundi mengi ya waasi katika mataifa mbalimbali wanapotaka mali kwenye mataifa hayo, uwaga wanainua vikundi vya waasi, na waasi hao wanaanza kupigania kwenye maeneo ambayo yana mali. Ndio maana wakuta hata Kongo Mashariki, kwa sababu ni tajiri kwa madini ya cobalt na coltan, ndio maana unaona waasi wanapigania hapa. Na sasa kuna kundi lingine tena ambalo limeinuka, ambalo limeanzishwa na aliyetangaza hivi anaitwa Thomas Kabanga. Thomas Kabanga alikuwa kwenye serikali ya Felix Tshisekedi, ambaye aliwahi kushitakiwa na akapelekwa ICC na akakaa huko nafikiri miaka kama 10 hivi, akarudi kwa Tshisekedi, akaona okay, ili tusiweke tofauti, akamweka kwenye serikali yake, lakini mwisho wa siku tunaambiwa akakimbilia Uganda, alafu ameshtakiwa anzisha kundi tena, kundi lingine, kundi la waasi. Sasa je, hii Kongo kila siku yenyewe itakuwa ni vita tu? Kila siku ni vita tu. Sasa mwanaume kaingia hapo Kongo. Sasa nadhani watamueleza vizuri zaidi. Putin amepeleka vikosi hapo Kongo. Kumbuke pale Burkina Faso ilipo, pale Mali ilipo, pale Niger ilipo, ni Putin ndio amefanya vile, kwa sababu hawa miamba wanafahamu na wanajua ni nani anayepambana kweli kweli na ugaidi. Achana na wahuni maona kuna wahuni ambao wanasema wao wanapambana na ugaidi, wakati wao ndio wanaweka haya mambo yakae hivyo. Kwa hiyo tayari Urusi yuko ndani ya Kongo, kwa sababu sisi wenyewe hatupendi vita vinavyoendelea Kongo. Ni vita vibaya sana, ni vita ambavyo tusingetamani viendelee, kwa sababu ndugu zetu ndio wanaopata shida sana vita hivi vinapoendelea ndani ya taifa la Kongo. Kwa hiyo ndio maana tunawaombea, na ndio maana tutafurahi kwa hatua zozote ambazo zinachukuliwa. Mwisho wa siku sisi ni ndugu, sisi ni wa Afrika, bila kujali kabila gani umetokea, jamii ipi umetokea, ukanda gani umetokea. We have to come together kwa ajili ya kupambana na adui ambaye ni adui wa nje. Sasa tunaanza kupambana wenyewe kwa sababu pengine ya ukabila na mambo kadha wa kadha. Hili ni jambo ambalo halitakiwi. Wazee wetu walilikemea sana, wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu sijui ni Mhutu, huyu sijui ni Mtusi, huyu sijui ni Mbembe, huyu ni Mhima, huyu sijui ni Mfililu, huyu sijui ni no, tunahitaji tuje pamoja. Tukija pamoja kwa namna hiyo basi. Lakini sasa tukianza tena kupambana, kupigana, kuuana, ndio maana hata wazungu wanatucheka. Wazungu wanatuona hatuna akili. Kwa nini tuanze kuuana kwa sababu ya matabaka? Mwisho wa siku ardhi hii yote ni ya sisi sote wa Afrika. Kwa hiyo ndio wito wetu sisi sana. Tukae wote kwa pamoja. Vita viishe, tukubaliane, jamii zote tukae kwa pamoja, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni wa Afrika. Tuiunganishe Afrika yetu iwe kitu kimoja. Tuache kuuana, matokeo yake tuungane kwa ajili ya kupambana na wanyonyaji wanaotoka nje ya bara la Afrika. Kwa namna hiyo tutaweza, lakini vinginevyo tunaendelea kumpa nguvu adui. Na kwa sasa unaambiwa unafiki wa watu wa magharibi, si waliwekea vikwazo Rwanda. Sasa wamesikia Urusi iko ndani ya Kongo, utasikia tena wanasema vikwazo tumeondoa kwa Rwanda. Yani unafiki wa wazungu ulivyo. Yani hivi huyu Ubelgiji amechochea, amehakikisha Rwanda imewekewa vikwazo. Na sasa hivi unaambiwa tena hilo lijalo huko mbeleni, hao watu wa magharibi wataiondolea vikwazo Rwanda kwa sababu Urusi yuko ndani ya Kongo. Okay, tutaendelea kuwapa taarifa zaidi. Asanteni sana, unakuwa Mwafrika.